Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema serikali itamchukulia hatua mzazi yeyote atakayekaidi zoezi la chanjo ya polio kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10, ambapo wamedai ugonjwa huo ni hatari kwa watoto na unaweza kusababisha ulemavu na maafa. Mpogolo ameyasema hayo leo Agosti 21 jijini Dar es Salaam katika kampeni ya utoaji wa chanjo hiyo, huku ikilenga kuwafikia watoto zaidi ya milioni 1.3 walio chini ya umri wa miaka 10 katika mkoa wa Dar es Salaam. Sisi kama wakuu wa wilaya tuko tayari kuhakikisha kwamba tunatoa support ya huyo mtoto kupata chanjo au kumchukulia hatua mzazi yeyote atakaye kaidi au kuzuia zoezi hili kufanyika kama takwa la serikali linavyotaka. Na nilipokuwa Ikungi kule kuna baadhi ya nyingine unakuta kuna waganga wa kienyeji. Sasa wakati mwingine ulikuwa unaweza kufika hadi kwa waganga wa kienyeji kwa sababu kuna watu wanakimbilia. Nilikuwa naongea na rafiki yangu hapa Kamsando, kuna wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Sasa kwa sababu unataka nia kutoa chanjo na wafuata huko hadi kwa waganga wa kienyeji kuhakikisha wanaenda kutoa chanjo. Polio ni ugonjwa wa hatari ambao unaweza kuleta maafa kwa watoto wetu na kuwashambulia watoto. Kama alivyosema kwenye uwasilishaji, polio ni ugonjwa ambao unaweza kusababisha ulemavu wa kudumu. Hivyo virusi vya polio vinaweza pia kuonekana katika maeneo mbalimbali ya watoto wetu. Hivyo tunalo jukumu la kuendelea kuwalinda na kuwatunza watoto wetu. Jukumu letu ambalo tumepewa kama mkoa wa Dar es Salaam ni kuhakikisha tunakwenda kutoa chanjo ya polio kwa watoto wetu chini ya miaka 10, zaidi ya watoto milioni 1,337,079. Hivyo ndio jukumu letu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatuagiza kwamba kwa wazazi na walezi, ametutaka wazazi na walezi tuweke mbele afya za watoto wetu, na ametutaka tufungue milango kwa timu za chanjo ambazo zitafika katika maeneo yetu mbalimbali kwa ajili ya kutoa chanjo. Ipo kasumba au iko tabia ya baadhi ya wazazi kuhakikisha kwamba mwanangu aliwahi kupata. Hii ni chanjo kwa watoto wote. Hivyo kila mzazi au mlezi ana wajibu wa kufungua milango kwa ajili ya timu hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika agizo lake la 3 anataka timu zetu zile za afya zifanye kazi kwa bidii, weledi na uwajibikaji kuhakikisha maeneo yote yaliyolengwa yanafikiwa na taarifa za utekelezaji zinawasilishwa kwa wakati. Zoezi hili halimtaki mtu akalale. Tutashindana. Umeona wakati wanaweka takwimu, mkoa wa Dar es Salaam ni zaidi ya milioni 1,337,000. Tunashindana na mikoa mingine kwa asilimia. Hatushindani na mikoa mingine kwa idadi ya watoto waliochanjwa. Sasa tutaonekana mkoa wa Dar es Salaam hatujafanya vizuri. Tusipofanya vizuri katika mkoa wa Dar es Salaam tunajiangusha wenyewe, lakini tunamwangusha mkuu wetu wa mkoa. Kiujumla sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tuko tayari, tumejipanga. Chanjo hii itaelezwa hapo baadaye. Tunaifanya katika dhima ya kwamba tutapita nyumba kwa nyumba, lakini nitoe tu dondoo chache kwamba tunategemea kuzipitia katika shule za msingi zipatazo 3,675. Tutaenda vile tutafika kwenye daycare centers, na kwa mkoa wetu tunazo karibu 2,651 zilizotambulika, lakini tuna vituo naita health post 344. Hatutafikia hapo. Tuna jumla ya misikiti ambayo tume map tayari pamoja na makanisa karibu 3,274. Haya yote ni maeneo ambayo tunategemea tutayafika katika utoaji wa chanjo hii, aidha katika wakati wa kutoa elimu, lakini vile vile wakati ule wa zoezi lenyewe la chanjo, tukitegemea kwamba kama tutampata mtoto ambaye ni eligible, basi anapatiwa hii chanjo moja kwa moja. Kwa mfano kwa upande wa wilaya Kigamboni mpaka sasa tuna watoto takriban 85,547. Kwa hiyo kupitia mpango huu wa kampeni hii, sisi kama viongozi
tuna wajibu sasa wa kwenda kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wataalamu wa afya ili tuweze kuwafikia watoto wote kwa wakati. Muda wetu ni mfupi, lakini ni imani kwamba tutakwenda kutekeleza kama ipasavyo. Kwa hivyo mimi niseme tu, sisi kwa upande wa Kigamboni tuko tayari, na baada ya hapa na leo hii sisi tutakwenda kuzindua kampeni hii na tumeshaandaa watu wetu. Kwa hivyo nina imani kwamba kupitia siku hizi ambazo zimepangwa na ratiba hii tutakwenda kuikamilisha ipasavyo, na watoto wetu hao kupitia ile tu Kigamboni 85 wote wataweza kupatiwa chanjo. Msisitizo wangu ni kwamba ugonjwa huu wa polio, kwa sababu tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa mpaka sasa hivi sisi ni polio free, basi ni tutumie hii kama baseline au kama reference point ya maeneo mengine ambapo sisi timu hii tunatakiwa kufanya kazi. Tusifanye tu polio tukaacha, alafu tukasubiri kesho eneo lingine tumezembea linaibuka tena ugonjwa mwingine wa mlipuko. Sasa kila siku tutakuwa tunaunda timu, mganga mkuu wa mkoa, kupambana na milipuko na kitu gani. Timu ni hii, hakuna mtu mwingine atakayeongezeka hapa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kuja kuzungumzia kampeni nyingine, iwe ya kipindupindu, iwe ya ugonjwa mwingine. Tutarudi sisi. Sasa tusisubiri kuwa na this working in silos. Tutumie nguvu hii iliyotuwezesha kwenye polio, basi rai yangu ni kwenye magonjwa mengineyo yote tuweze kufikia malengo.